Katika jamii nyingi za Kiafrika, hususan zile za Kibantu, usimikaji wa chifu au mtemi ni jambo takatifu linalozingatiwa kwa heshima kubwa. Obi mtemi wikolo lyangwangoe. Chifu si mtu wa kawaida, ni mtu wa miiba unaotumika kutundika matumaini ya jamii nzima. Kwa kawaida chifu hachaguliwi kwa kura za karatasi, bali kwa utaratibu wa ukoo, ishara za kimila na baraka. Hili si jambo la kuamka nalo asubuhi na kulitangaza mchana. Kuna matambiko, kuna safari za rohoni na mwilini, na kuna maamuzi ya mababu. Kabla ya kusimikwa rasmi, anayeteuliwa kupitia ukoo wa kifalme au ukoo maalum hulazimika kupitia matambiko kadhaa, ikiwemo kutakaswa rasmi kwa kimwili kwa ajili ya kuwa chifu. Chifu huvalishwa mavazi ya kifalme, aghalabu ni mavazi yaliyowahi kuvaliwa na waliomtangulia. Kumbuka, kiti cha enzi hakikalii miguu, kinakaliwa na heshima. Uilele Siabokene, uilele Tanzania. Chifu naye huapishwa, na si kwa maandishi, bali kwa maneno na baraka kutoka kwa wazee, waganga wa jadi na hata watu wa kawaida. Hapo ndipo chifu huanza rasmi kutambulika kama kiongozi wa jadi. Kama ambavyo hii leo John Luhende, mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Bukene kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo amesimikwa kuwa chifu wa jimbo hilo kwa makabila aliyomo ikiwemo kabila la Sukuma. Bagikolo twakusimikile lo baba. Tulilomba baba usiminze na Lubango kwa mikutano ya. Rasmi sasa John Luhende amekuwa chifu ndani ya jimbo la Bukene kwa makabila aliyomo, akitakiwa kuhakikisha amani, mshikamano na utekelezaji wa mila, akisuluhisha migogoro ya koo, akitakiwa kupokea wageni wa kabila na kuhifadhi misingi ya utambulisho wa jamii, huku akisubiri endapo wananchi watampa nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo hilo, na pengine akipata upendo huo, basi atakuwa mbunge pekee katika majimbo yaliyopo ndani ya mkoa wa Tabora kuwa na vyeo viwili, yaani uchifu pamoja na ubunge. Balele oye! Balele safi! Nilikuwa sijawahi kuwa chifu. Leo hii nashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuwa chifu, na ninawaahidi katika kazi yangu ya ubunge nitahakikisha naendelea kujali makundi maalum ya viongozi wa kimila pamoja na kuenzi utamaduni wetu. Katika maisha ya jamii, hususani ya nguvu iliyozoeleka kama nguvu za giza, chifu huchukuliwa kama mwakilishi wa mizimu na watu, yaani kiungo kilichopo kati ya dunia mbili. Lakini licha ya kuwa ni maneno tofauti kati ya matambiko na mila, bado wengi huchanganya maneno hayo kana kwamba ni vijiko viwili ndani ya sufuria moja ya sima. Lakini waliolelewa kwenye kivuli cha mti wa miiba wanajua kuwa mila ni mkondo wa maisha, ni desturi, ni miongozo, na ni namna jamii inavyoishi, inavyoheshimu uongozi na inavyotambua nafasi ya chifu. Mila ndio msingi wa jamii, yaani kuta zinazoshikilia paa la utawala wa jadi. Lakini matambiko kwa upande mwingine ni madaraja ya roho, ni ibada, ni sadaka, ni sala na ni viapo vilivyowekwa kati ya mtu na mizimu, kati ya ukoo na wahenga, kati anayechukua nafasi na wale waliomtangulia. Bila matambiko, kiti ni tupu, hakuna baraka wala hakuna mzizi. Wahenga husema mila hujenga nyumba, lakini tambiko hubariki mlango usilaliwe na balaa. Kwa hiyo kusimikwa kwa chifu si sherehe ya mavazi na ngoma pekee, ni safari ya ndani inayopitia njia za kimila, lakini pia ngazi za kiroho. Ni kukubali kuitwa na sauti zisizoonekana na kujibu kwa unyenyekevu na ujasiri. Kila unaposikia ngoma imelia kijijini, jua si kila mdundo ni wa sherehe ya harusi. Wakati mwingine ni ishara kwamba jamii inazaliwa upya kwa kupokea mlezi, mchunga na mwakilishi wa historia yao. Na sasa ukipita katika kijiji chochote, ukiona watu wakimwaga maziwa kwenye ardhi, usiulize sana, maana penye tambiko pana siri ya utawala. Mimi ni Michael Samuel George na ni fresh ukinita Michael George OG Mtanzania, na hii ni Daily News Digital hapa YouTube. Nikusii kuendelea kusubscribe kurasa huu, lakini pia nafasi yako unayo katika ukurasa wa Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_TZ, ambapo leo hii ukiamua kufollow ukurasa huo utaweza kuenjoy wingi wa habari kutoka hapa. Shukrani.